wapenzi wa Chadema, ambacho ni chama kikuu cha siasa nchini, walinyimwa haki ya kufanya siasa ambayo ni haki yao ya katiba inayohakikishwa kwa mujibu wa ibara ya 21, 91 mpaka 2 na 5 za katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni ibara ya 29 ibara ndogo ya kwanza na ya pili pamoja na ile ya ibara ndogo ya 5 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kabla ya hapo, mnamo tarehe 9 Aprili 2025, mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu alikamatwa huko Mbinga, Ruvuma, na siku iliyofuata tarehe 10 mwezi wa Aprili 2025 alifunguliwa kesi 2 za jinai, ikiwa ni pamoja na kesi kubwa kushinda zote katika nchi yetu ya uhaini. Hadi kamati kuu inakutana, ndugu Lissu amekuwa nguvuni katika gereza kuu la Ukonga kwa mwaka mmoja na siku 22. Kamati kuu inasema kuwa kitendo cha tume ya Chande kutaja vyanzo vya matukio ya Oktoba 2025 kuwa ni madai ya muda mrefu ya katiba mpya na mifumo mibovu ya demokrasia, yani ule uchaguzi, ukosefu wa ajira, utekaji na utendaji usioridhisha wa taasisi za umma, na baada ya kutaja vyanzo hivyo ikaachana navyo na ikajikita kuongelea vile hivyo vita vichocheo, ni ushahidi wa kukosa kabisa umakini, kwani vyanzo hivyo ndivyo msingi mkuu wa madai ya wananchi kwa zaidi ya miaka 34. Muda wa uchaguzi viligeuka kuwa vichocheo kwa wananchi. Wale ambao walipuuza madai hayo kwa kila aina ya mbinu katika kipindi chote hicho ndio waliosababisha madhara yaliyotokea. Kamati kuu inaona kuwa vichocheo halisi vya migogoro vilikuwa ni kasoro za msingi katika mfumo wa uchaguzi, zikiwemo madai ya uporaji wa kura, ukosefu wa uwazi katika usimamizi wa uchaguzi, pamoja na matumizi ya nguvu kupita kiasi ya vyombo vya dola dhidi ya wananchi waliokuwa wakidai haki zao kwa amani. Katika mazingira haya, kauli za kisiasa zilikuwa ni dalili za tatizo, si chanzo chake. Kamati kuu inasema kuwa sababu kuu ya rao na ulevi wa madaraka bali kufanywa kwa mabadiliko muhimu katika katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na sheria zinazohusu uchaguzi ili kuhakikisha kuwa nchi yetu zilizo huru na haki. Chadema inasema ikutana na Samia Suluhu Hassan tarehe 22 Mei 2022 na kumweleza kasoro kubwa katika mfumo mzima wa uchaguzi wa nchi yetu. Na hii ni kutokana na chaguzi haramu za mwaka 2019 na 2020 ambapo Tume ya Taifa ya Uchaguzi na TAMISEMI ziliwaengua wagombea karibu wote wa upinzani. Chadema ilimweleza kwa uwazi kabisa kwa katika uchaguzi wa mkuu wa mwaka 2020 wagombea wengi wa vyama vya mashindani ikiwemo Chadema walienguliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, polisi na usalama wa taifa, na huku polisi na usalama walienguliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Polisi na usalama wa taifa walishirikiana na CCM kupora uchaguzi.